Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Niinulie mkono kama unaniona. Hallelujah. Hallelujah. Nashukuru Bwana kwa sababu ya siku hii ya leo ambayo Bwana ameifanya tuwe katika nyumba yake ili aweze kunena na mioyo yetu. Ningesema jambo la kwanza, ninafurahia uongozi wa kanisa hii tukiongozwa na baba wetu wa kiroho na mama yetu kwa kunipa nafasi hii pamoja na uongozi wa kanisa hili kusimama mara tena mbele ya madhabahu haya ili tuweze kujua kwa pamoja Mungu anayapi nasi. Kwa sababu ninajua na ninaelewa vizuri Mungu ako na mpango mwema na kanisa la wakati huu. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa wale wanijui, majina yangu naitwa Ruth, Mama George, ama Mama Mary, ama Mama Maureen, yote ukiniita nitaitika, ni majina yangu. Na ninafurahia kwa sababu ya uwepo wa Bwana masaa kama haya, pia kuwa katika nyumba ya Mungu. Unajua kuna kitu moja mimi Mungu huwa ananishangaza kwayo. Katika maisha yale nimeishi katika wokovu, nimeishi maisha ambayo saa zingine ukiangalia unaweza kosa kuelewa. Lakini ninajua ya kwamba Mungu ambaye ni mwanzilishi wa kazi njema na huduma hii ambayo alianzisha ndani ya moyo wangu, ninajua kuna mahali ambapo ninaelekea. Nashukuru Mungu kwa sababu ya jambo moja. Wakati uongozi wa kanisa hili ulipanga ya kwamba mwezi wa 3 tarehe 9, hizi namba zote zinamaanisha ukamilifu wa Bwana. Hiyo ndio kitu ile inanishangaza. Na wakati niliambiwa nitanena siku ya leo, niliuliza Mungu, unataka tuseme nini? Kwa sababu namba 3 ni ukamilifu wa Bwana. Namba 9 nayo ina maana yake katika Biblia. Siingii kwa namba siku ya leo. Lakini kitu moja ambayo imenifurahisha ni ya kwamba katika dunia mzima jana wamama walikuwa wanasherehekea Women's Day. Sijui kama una habari. Wamama tupo? Wamama Bwana asifiwe. Wamama Bwana asifiwe. Nyinyi ni watu wa nguvu. Jana kulikuwa siku yenyu ya kucelebrate, siku ya wamama dunia mzima. Na ninashukuru Bwana kwa sababu ya uongozi huu ambao ulitupa siku hii, ambayo Bwana ana mpango mwema na akina mama katika maisha yao. Siku ya leo tuko katika ibada, na ninashukuru kwa sababu ya mama yetu ambaye asubuhi ya leo ametufunza kuhusu Roho Mtakatifu na jinsi ambavyo anafanya kazi nasi katika maisha yetu na njia ambazo tunafaa kutumia ili Roho Mtakatifu akae ndani yetu. Nami siku ya leo, licha na kwamba tuko katika ibada, wakati niliomba Mungu na nikamuuliza, unataka niseme nini na kanisa lako? Kuna neno ambalo Bwana alinipa. Na siku ya leo nitanena kuhusu akina mama ama mama katika jamii. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa sababu wiki hii ni ya wamama na jana kulikuwa Women's Day katika dunia mzima, wacha siku ya leo tuone mama ni wa aina gani. Nashukuru Mungu kwa sababu katika maumbile ama wakati dunia ilikuwa inaumbwa, kuna kitu moja inanifurahisha. Wakati wa maumbile kuna mahali Mungu alifika baada ya kuumba na kuweka vitu zote ambazo zimo katika dunia. Kuna jambo moja wakati mmoja ulifika, na wakati mwanamume alipotengenezwa, hapo sitaingia ndani sana wamama, hiyo itakuwa ya siku ingine. Wakati mwanaume alipoumbwa, Biblia inasema ya kwamba Mungu na akasema, wacha tuumbe mtu ambaye ni mfano wetu. Licha kwamba Mungu ndiye alikuwa anaumba, lakini alisema tuumbe. Hiyo iko katika Genesis.
Biblia inasema ya kwamba wacha tuumbe mtu aliye mfano wetu. Huyo ndiye Mungu aliyesema hivyo. Na baada ya kuumba vitu vyote, na baada ya kufanya mambo yote ambayo Mungu alifanya, ilimpendeza ya kwamba mwanaume awe katika lile shamba la Edeni. Ninajua nyinyi ni wasomi, mnajua hivyo. Na akawekwa katika lile shamba. Sitaingia kwa ndani sana kwa sababu ya wakati. Hiyo nitaingia wakati tutakuwa na akina mama peke yetu. Na wakati aliwekwa katika shamba, Biblia inasema ya kwamba alilalishwa akalala. Na alipolala, kuna kitu kilitolewa ndani ya mwili wake wakati alipokuwa amelala. Na baada yake kuamka, alisema kitu moja, wow, hii ni nyama ya nyama yangu na mfupa wa mifupa yangu. Mama, kuna mahali ulitoka. Jipigie makofi kama mama. Haleluya. Hiyo sio ujumbe wangu wa siku ya leo, nilikuwa napitia tu. Ujumbe wangu wa siku ya leo, nataka tuangalie mama mlenzi wa jamii. Mama huyu ambaye ni mlenzi wa jamii anakaa namna gani na anaishi maisha gani? Kwa sababu siku ya leo ni siku ya wamama. Mama wakati analea jamii, anakuaga akipita changamoto nyingi, na anakuaga na pandashuka nyingi wakati wa kulea, kwa sababu majukumu ya mama katika nyumba ni mengi, na mahitaji ambayo inamhitaji mama katika boma ni mengi. Hebu fungua pamoja nami katika Yeremia chapter 31. Yeremia chapter 31 verse 22. Yeremia chapter 31 verse 22. How long will you wonder, O unfaithful daughter? The Lord will create a new thing on earth. A woman will surround a man. Hebu tuwekee kwa Kiswahili. Ni kitamu sana Kiswahili. Utatangatanga hadi lini, ewe binti mwenye kuasi? Huyo ni Mungu anauliza. Kwa maana Bwana ameumba jambo jipya duniani. Mwanamke atamlinda mwanamume. Jina la Bwana litukuzwe. Mwanamke atamlinda mwanamume kwa sababu ya uweza alionao. Hatalinda mwanamume kwa sababu ya nguvu ama muscles ambazo ako nazo. Hatalinda mwanamume kwa sababu yeye ndiye kichwa cha boma. Hatalinda mwanamume kwa sababu yeye ndiye ako kwa wakati ule. Atalinda mwanamume katika magoti na katika kuombea jamii yake. Jina la Bwana litukuzwe. Tukiangalia katika Biblia, kuna wanawake wengi ambao Mungu ameweka katika Biblia, ambao tukijifunza nao Mungu ataendelea kutuinua. Na ujue mwanamke tangu wakati wa mwanzo hata wakati Yesu alipozaliwa, Biblia inasema vizuri ya kwamba wakati Yesu aliwekwa juu ya msalaba, kuna wale watu walienda pale, na wale walikuwa wanawake ambao walienda na kuangalia. Nayo Biblia inasema vizuri ya kwamba, hiyo utaenda kusoma nyumbani katika Luke 23:27. Wakati Yesu aliwekwa juu ya msalaba, wamama walienda pale kwa huzuni nyingi, wakienda kutazama na kulia. Lakini Yesu aliwaambia hivi, enyi wakina mama, musilie kwa sababu ya mie, lakini mulie kwa sababu ya watoto wenyu na jamii zenyu. Jina la Bwana litukuzwe. Wacha nikwambie mama, siku ya leo wewe ni kitu cha dhamana, na pasipo wewe hakuna kanisa siku ya leo. Ukijuaga ya kwamba licha wewe ni kitu cha dhamana, usisahau kuna cha dhamana kuliko wewe. Jina la Bwana litukuzwe, ambaye alisema ni nyama ya nyama yangu. Jina la Bwana litukuzwe. Usitoke hapo. Ni nyama ya nyama yangu. Lakini wewe mama ni kitu cha dhamana. Wacha tuone mwanamke ambaye aliweza kushughulikia jamii yake
mpaka akafikisha jamii yake mahali ambapo Mungu alikuwa anataka ifike. Na Biblia inasema vizuri ya kwamba wakati Yesu alikuwa akifanya kazi duniani hii, ama wakati Mungu wetu ako pamoja nasi katika dunia hii, Biblia inasema vizuri ya kwamba wamama wale wameandikika katika Biblia ni wamama ambao walikuwa wa haraka kufanya mambo ili Mungu atimize kusudi lake. Jina la Bwana litukuzwe. Ukipekua Biblia utakuta ya kwamba nafasi nyingi zimepewa wamama, ni mahali pa kulinda ambacho kingeharibika. Naye huyu mama ataweza aje kulinda hicho ambacho kimewekwa? Ni lazima mama ujijue wewe ni mama wa aina gani. Katika nyumba yako ujue ya kwamba wewe ni mlezi wa jamii. Katika nyumba ya Mungu ujue wewe ni mlezi pia wa nyumba ya Mungu. Kwa sababu kama kuna mtu ambaye ataomba ili kanisa la Bwana lisimame, ni wewe. Tukiangalia katika Biblia tutaona wamama ambao waliomba. Tukiangalia katika Exodus 1:15, Kutoka 1:15, Biblia inasema ya kwamba the king of Egypt said to the Hebrews midwives whose names were Sifra and Pua. Kisha mfalme wa Misri akawaambia wakunga wa Ibrania, mojawapo jina lake aliitwa Sifra na wa pili aliitwa Pua. Hawa wamama Biblia inasema vizuri ya kwamba waliwekwa na mfalme ili waangalie wanawake wa Kiebrania wakati wanapozaa. Lakini kuna kitu moja ambacho kinanifurahishaga kwa Pua na Sifra katika maisha yao ya huduma ile ya wakati ule walipewa na mfalme. Kitu moja ambacho kinanifurahisha ni ya kwamba hawa wamama, jambo la kwanza Biblia inasema ya kwamba kitu ya kwanza kwa Sifra na Pua, walikuwa wacha Mungu. Mama yote ambaye ni mcha Mungu ana uwezo wa kulinda jamii yake. Mama wote ambaye ni mcha Mungu ana uwezo wa kulinda pia kanisa la Bwana. Mama yote ambaye ni mcha Mungu ana uwezo wa kulinda hata watoto wake. Jina la Bwana litukuzwe. Sifra na Pua wakati waliwekwa pale na mfalme ili waangalie hawa wanawake wa Kiebrania wakisaa, wakati mfalme aliona hakuna jambo linafanyika, alisema ya kwamba hao wanawake waitwe aletewe. Na alipoletewa, mfalme kuna kitu moja alifanya, na akawauliza, niwaulize, nataka kuwauliza nyinyi wanawake, niliwapea kazi na mkufanya. Lakini hawa wanawake Sifra na Pua hawangefanya kazi ya kuua kulingana na makusudio na mapenzi ya mfalme. Kwa sababu gani? Walijua wao wanamcha Mungu na walipenda Mungu ambaye aliyewaita, na walijua Mungu wao ni nani, na walijua wako kwa nani, na walijua ni nani amewaweka pale ili waweze kuendelesha huduma ambayo Mungu aliwapa. Jina la Bwana liinuliwe. Wakati mfalme aliona Sifra na Pua inashindikana kulinda wale watoto ama kuangalia wale watoto wakisaliwa, kiugo kia Ngai kiugaga aterere shosho atumia acio akihibirania hende ya magi ya gaciana. Sifra na Pua meretwo hende yo me hau mwetaga gateine hau uguo magi ya gaciana, kana kau kanyitwo gekirwo kiaraga kwe retwa ria Ngai rirogocwo. Ungirora roho ria wale ihinda riu wale wako nina ama ilikuwa ya kumaliza mtoto kijana ambaye ni mbegu katika dunia yote. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa sababu kama hakuna mwanamume hakuna jamii. Jina la Bwana lipewe sifa. Kama mzee hayuko, na ndio katika maumbile Mungu alianza na mwanamume. Jina la Bwana lipewe sifa. Wazee oya, tupigie wazee wetu makofi. Ni watu wa maana, ni watu wa nguvu, kwa sababu pasipo wao hatuna taifa. Jina la Bwana litukuzwe.
pasipo wasee hatuna jamii. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini huyu mfalme alijua ya kwamba nikitaka kumaliza hii jamii, kwa sababu ukienda usome hapo juu alisema ya kwamba hao watu wanazaana sana, na kama vita itatokea wakati kama huu, hawa ndio watatumaliza. Kwa hivyo akaona njia ambayo ni nzuri ni kuwamaliza wakati wanaposaliwa. Lakini ole wake, kwa sababu kuna wamama waliokuwa wamejijua wao ni wakina nani na ni wa ukoo gani. Jina la Bwana litukuzwe. Wakati mama wewe utajijua, leo kemenya wewe habari yao, leo kamenya wewe tanetio nao, utasimama katika mwanya vilivyo. Jina la Bwana litukuzwe. Wamama, mahali tumefika sio wakati wa kucompromise na mambo ambayo yanatuzunguka. Ni wakati wa kusimama kidete ili kanisa la Bwana lisimame. Ni wakati wa kusimama kidete ili jamii zetu zisimame. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Nashukuru Bwana kwa sababu ya Sifira na Pua. Naomba katika Eastgate, tumeambiwa leo inaitwa nini? Mount Olive. Hiyo ni jina ya nguvu. Haleluya. Katika Mount Olive, Sifira na Pua akisimama, hapa hakutakuwa na kuafya mimba hata siku moja. Jina la Bwana litukuzwe. Sifira na Pua akisimama, hakutakuwa vifo hovyo za kiroho. Jina la Bwana liinuliwe. Sifira na Pua marugama gotirege kuokirioneka gacocyo o guo gitare na gitumi letwa ria Ngai rirogocwo. Mount of Olive kuna ushindi mkuu. Jina la Bwana liinuliwe. Kuna mwanamke ambaye alisimama na jamii yake katika Kutoka hiyo tunasoma chapter 2. Tunaangalia kuhusu mama yake Musa ambaye alisimama kama mama kwa sababu alijijua. Baada ya wale kuokolewa, huyu Musa naendi alifika wakati wa kusaliwa. Biblia inasema hivi 2:1. Mtu mmoja wa nyumba ya Lawi akaenda akaoa binti mmoja wa Lawi. Tuendelee. Yule mwanamke akachukua mimba akazaa mwana, na alipoona ya kuwa ni mtoto mzuri akamficha miezi 3. Tuendelee. Na alipokuwa hawezi kumficha tena, akamtengenezea kikapu cha mafunjo, akakitarisha kwa sifa na rami, akamtia mtoto ndani yake, akakiweka kwenye nyasi kando ya mto. Dada yake mtoto akasimama bali ili ajue yatakayo mpata. Jina la Bwana litukuzwe. Huyu mwanamke ambaye alisaa, ama mama yake Musa, ambaye alijua ya kwamba ako na mimba, na akajua ya kwamba kuna amri ambayo imetolewa katika nchi ambayo wako ndani yake, ya kwamba hakuna mtoto ambaye atakaye faulu akiwa kijana. Na ikaendelea ikafika ya kwamba yeye Mungu amempa neema tu, amezaa na amefanikiwa na mtoto mzuri, na amefanikiwa na kijana. Haijaandikwa, lakini mimi Roho Mtakatifu alikuwa ananisaidia jambo moja. Ama wakati nimekuwa nikilisoma lile neno, kuna kitu ilikuwa katika mawazo ya huyu mama ambaye ni mama yake Musa, kwa sababu alijijua yeye ni mlezi wa jamii, na akajua ya kwamba kuna hatari ya kwamba katika nchi ambayo wako ndani yake hakuna mtoto kijana atakaye faulu. Jina la Bwana lipewe sifa. Roho wa Mungu akaingia ndani yake akamsaidia. Baada ya kuzaa mtoto, mama, unajua vizuri ya kwamba
Mtoto akimaliza miezi mitatu anaanza kuona na kujua, akiwekwa, akiwachwa, anaanza kujua mama yake vizuri, anaanza kutoa sauti. Kuna sauti mtoto akimaliza miezi mitatu anaanza kusema. Wale watoto ambao wanaongea, anaweza kuanza kupiga makelele ambayo mama yake peke yake ndiye anaelewa, na mtoto yule akipiga makelele mama anajibu. Saa zingine unaweza ona mama huku kama si kuzuri sana, kwa sababu ukimwangalia unaweza uliza huyo nake aragi anakana mera na gati anakana kakanini. Nataka uvute hili sasa, tuko kiroho. Tuingie katika roho. Wakati huyu mtoto anaanza kutoa sauti, mama mwenyewe ambaye ni mlezi wa jamii, ambaye Biblia imesema ya kwamba atamlinda mwanamume, ambaye Biblia imesema ya kwamba yeye ndiye atalinda jamii yake, ambaye Biblia imesema ya kwamba yeye ndiye mwangalizi wa watoto wake, ambaye Biblia imesema ya kwamba yeye ndiye ataomba ili kanisa la Bwana lisimame, ambaye Biblia imesema ya kwamba yeye huyo mama ndiye atakayelinda watoto wake. Wakati wa mtoto kuongea na wakati wa kulia kwa sauti, ningeomba mama upatikane, hasa nyakati tuko ndani yake, kwa sababu wakati unapoangalia wakati tuko ndani yake, vijana wetu wanapotea bila sababu. My God, unakuta wazee wetu, huyu ameenda amepotea bila sababu. Tunaanza kusikia umepata kuona kwa runinga, kwa redio umeona. Kuna juzi wakati niliona kijana mmoja akiletwa, simjui, lakini mimi nililia machozi iliyokuwa na uchungu. Nikajiuliza, Mungu wetu, hadi lini mambo haya itafanyika? Atumia alia mali lagana kegire niodo wa kanitha wa mwabanire maudo tamaya makaroga male na meke kama kaigwo wazi tukamenyare nigetha titodie tukahorane tweliro tutiraroga menera athuri aitu kana mwanaume kwa sababu ya nguvu, lakini ni katika maombi, ili wakati tunapojua na tunafahamu tunaenda katika magoti na kumulilia Bwana. Jina la Bwana litukuzwe. Wamama tunahitajika. Wakati huu mtoto anaanza kuongea, mama yake Musa, Biblia inasema vizuri ya kwamba kwa sababu alijua hatari, naye aliriski maisha ya mtoto wake. Jina la Bwana litukuzwe. Tumeambiwa na neno la Mungu limesema ya kwamba huyu mama, turudi nyuma kidogo tusikie habari ya huyu mama. I think it's verse 3. Unasikia, ndio anasema ya kwamba na alipokuwa hawezi kumficha tena, ni miezi mitatu, mwana wa mieri itatu ndahithikaga. Mtoto ambaye anakuwa, mtoto wa miezi mitatu huwezi mficha. Mama yake Musa akajua ya kwamba kuna uhatari utakayonipata mimi pamoja na jamii yangu, mimi pamoja na mume wangu. Mume hajatajwa pale, lakini ujue yeye ndiye mwenyewe. Yeye ndiye mwenyewe. Wewe ni nyama ya nyama yake, mfupa wa mifupa yake, lakini mama yake Musa ndiye anatajwa pale. Kwa hivyo tukifanya mambo yote ambayo tunayofanya, tujue kuna mahali tulitolewa. Jina la Bwana litukuzwe. Huyu mama wakati alikuwa pale akikaa, alijua na akafahamu vizuri ya kwamba negotagathe tuogwati. Huyu mtoto Mungu amenipa neema ya kufanya haya. Nadhani aliomba, haijaandikwa, lakini mimi nilikuwa najijazia. Nogo korweli lega yaterere, Baba ninaomba jambo moja. Hakika imefika ya kwamba simfichi tena. Ndangehithika rege. Huyu mtoto hawezi fichika tena, kwa sababu niko naye kwa nyumba. Ameanza kupiga makelele, ameanza kulia, Bwana nitafanya nini? Na kwa sababu alikuwa amejielewa, Roho Mtakatifu akaingia ndani yake, akampa mashauri, akamwambia mama, chukua nyasi, tengeneza kisafina. Mama wa Eastgate, mama wa Mount of Olive, chukua nyasi ya kiroho, tengeneza kisafina. Nyasi ya kiroho ni mtu ambaye atazaliwa katika nyumba hii. Huyu mtu atakaye
atakayesaliwa mama usimwachilie. Ndukauge ati neciare ndio guthie kumukinyira. Unaweza shindwa kumfikia, lakini kwa magoti kimbia mbio, harakisha sana. Mwambie Bwana ameokoka ndio. Tumepoteza kwa muda mrefu, saa hii hatupotezi. Jina la Bwana litukuzwe. Ndirenda ndemwere atumia tutingeheo retwa rero, tucoke tutuike atumia tureciaraga ciana itarakura, nitwarega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. No nginya tuthie na mbere leo liwe liwalo. Jina la Bwana litukuzwe. Mama yake Musa akasema miezi 3 imefika, nitampeleka mtoni. Kama ni kubebwa kwa sababu ya utukufu wa jina lako, kama ni kuhifadhiwa uhai kwa sababu ya utukufu wa jina lako. Naye Roho Mtakatifu wakati aliingia ndani yake. Mama, naomba siku ya leo, wacha huyu Roho aliye ndani ya baba yetu na mama yetu aingie ndani yetu. Wakati watoto wanazaliwa, tuwe wa kulea pamoja na wao. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Niengenagio ni mutumia huyu muno. Ndio kule arutire meciria. Sijui kama kwao walikuwa wamefunzwa hivyo. Kwa sababu alijua na akafahamu vizuri ya kwamba wacha tufanye kwa mfano. Ukiwa katika boat, maji ikiingia ndani, si utaingia ndani? Na kama una uzito mwingi na maji ile iko hapo ni kidogo, unaweza ingia ndani. Lakini huyu mama alijua ya kwamba mimi sitampeleka na sitambeba. Haleluya. Tuna msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye atakuwa akitusaidia njia ambazo tutakuwa tukitumia kulea na kuhifadhi uhai huu. Mwanaume huyu hatutamlinda na mdomo, mwanaume huyu hatutamlinda na maneno, mwanaume huyu hatutamlinda na mambo ambayo yako, mwanaume huyu hatutamlinda kwa kukosoa. Jina la Bwana litukuzwe. Biblia inaendelea kusema ya kwamba mama yake Musa alichukua nyasi akatengeneza kikapu. Alipotengeneza kikapu, nadhani ni Roho wa Mungu alikuwa na direct njia ana mbinu ambazo atakazotumia, ambazo wamama wengine na wanawake wengine watoto wao waliuliwa. Tumeshuhudia ya kwamba kuna watu wameanza lakini hawamalizi, lakini sisi wa Eastgate tutamaliza kwa jina la Yesu Kristo. Mambo ambayo tumekusudia kufanya, wamama tutayafanya kwa jina la Yesu. Tukisaidiwa na baba zetu, tukisaidiwa na officer wetu, pamoja na our Reverend Dennis, najua tutamaliza. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa sababu kuna mahali ambapo tunaenda wakati hatuwezi. Neto lya matuthaithanagirira, leto lya Ngai rogocwo. Haleluya. Huyu mama akajua vizuri, mimi nitampeleka, nitarisk maisha yake, na nikimpeleka hata huko. Gweshiria mutumia wale na wetiki otale wa kawaida. Kuna mambo alikuwa anaamini ambayo haieleweki, hata watu hawakuwa naelewa. Hata dada yake Musa alikuwa anauliza, na mama kichwa yake inakuwaga mzuri, agikira ate ya mwanage kafu adi ya mutware ruwe, na kuwaradi kwa mutwara ni kwa mwale wa muthamaki okaga gwithambira. Anawezaje kupeleka mtoto mtoni ambapo msichana wa mfalme hapo ndipo anakuja kuogea? Ofisia alituambia ya kwamba hapa asubuhi ya leo, ama amenena akisema ya kwamba kuna mambo ukipewa tochi unaambiwa kuna giza mbele, na giza wakati itakapokuja tumia hiyo tochi umulike, utaenda kwenye unaenda. Haleluya. Si kama ulipata kitu hapo, mimi nilipata. Kuna aduma abere shosho. Kukiwa na giza mbele, ukiwa na tochi, huendi ukistasita na ugongu ina mawe, unaenda tu kwa sababu unaona mahali unakanyanga. Nasi Mount of Olive, kwa sababu tochi ilipeanwa, situkubali kutumia hii tochi. Situkubali kutumia hii tochi. Tujenge cathedral, tulete wamama wengi. Wamama wengi waokoke na wadumu. Wazee wetu wakuje kanisani na wadumu. Jina la Bwana litukuzwe. Mama yake Musa alijua mimi ni mlezi wa huyu mtoto. Na gweshiria mutwararo ya ugiria terere, nimekuweka hapa. Na hakuna nyangumi, hakuna mnyama yote ndani ya maji atakaye kuuma. Haijaandikwa, lakini hiyo ndio ufunuo nilipata. Goko igahaha na gotire keng'ang'i na gotire nyoka ilikoragwo maĩ-inĩ na gotire ona nyangumi ambayo itakayo kuja ikuue wewe, kwa sababu wakati alimpata alisema wow,
is a beautiful boy. Jina la Bwana litukuzwe. Hakumaanisha urembo huu, kwa sababu yeye alikuwa amejawa na Roho Mtakatifu. Aliona destiny ya mtoto wake. Jina la Bwana litukuzwe. Akajua huyu mtoto huyu atakuwa mkombozi. Jina la Bwana liinuliwe. Wamama, tuombe Mungu atufungue macho ya kiroho, tuanze kuona mambo ambayo watu wengine hawaoni, ili tuweze kuandamana na mtumishi ambaye tumepewa, aliye na maono makubwa, nalo jina la Bwana litatukuzwa. Alipomweka akasema, dagotiga haha no dagotigira Ngai uria waheire we, kwa sababu wewe hutaudhiwa na kitu chochote. Hakuna mnyama atakaye kuuma, na nimeenda nyumbani, nimerudi, nimekuacha kwa mikono ya Baba. Jina la Bwana litukuzwe. Na aliporudi nyumbani, kukafanyika jambo lisilo la kawaida. Tuendelee hapo mbele tusikie. Baada ya kupeleka mtoto, basi ndio hiyo verse 5. Basi binti Farao akashuka aoge mtoni na vijakazi wake wakatembea kando ya mto, naye akakiona kile kikapu katika nyasi, akamtuma kijakazi wake kwenda kukileta. Ni lazima Mungu atumani. Ni lazima watu wafurugwe mahali wapo. Ni lazima watu wafurugwe mahali wapo, wakuje waone ni nini hiyo inafanyika Mount of Olives. Ni lazima wamama tukisimama watu wakimbie, wakitafuta msaada pande hii. Mama, ni lazima wamama wakimbie wakitafuta msaada pande hii, kwa sababu hapa ndio kuna uponyaji. Haleluya. Binti wa mfalme akasema ya kwamba nedona ndio kuraihu. Sijui kama nyakati zile wanawake wa kifalme walikuwa naoga katika mito, lakini ndivyo tumeambiwa. Jambo ambalo sio la kawaida. Hao ni wakuoga kwa shawa. Hao ni wakuoga na maji moto. Hao ni wakuoga mahali ambapo ni siri. Lakini kwa sababu kuna kitu cha dhamana ambacho kiliwekwa hapa, kwa sababu kuna kitu cha dhamana ambacho kiliwekwa hapa, na kiliwekwa na mwanamke ambaye alikuwa amekorogwa na Roho Mtakatifu, na wakati alikorogwa yeye hakusita, alichukua hatua ya imani akamweka. Binti mfalme ni lazima naye angekuja kuoga. Ona koreda baga na shawa, no kinyage thire roya gethambe, ili abebe Musa amfikishe mahali ambapo Bwana anataka afike. Mama, ukikubali kubeba jamii, wacha nikwambie, vijana wetu hawatabebwa na maji. Haleluya. Ni mingi iko maene maige mekuo, namo maene maya mutorere ora turatura. Ciana cito ni iranywa fagi, ni maranywa thigara, mau ni mai, ni mareka maundu matagereire, mau ni mai, kuri ange marakorwo ma uhoro mwe, mau ni mai ma mutorere. Iyo yote ni maji. Lakini tutakaposimama kama mama yake Musa na kunena maneno, wakati alisema wow, nigathaka kana gaka, alisema huyu mtoto ni mlembo. Na kumaanisha ni mlembo, nadhani mimi najijasia kwamba alisema urembo wa huko ndani, sio huu wa huko ndani. Alijua kuna kitu Mungu amempea. Mama, itabidi tusimame sasa. Tutabidi tumwambie Bwana atusaidie tusimame, ili tuweze kuokoa hii. Mama yake Musa, wakati binti mfalme alikuja, akatumana akasema niletewe. Naye mwenye alienda kuleta alimwambia wow, ni mtoto lakini ni kazuri. Neno la mama yake Musa limerudiwa na mwenye alitumwa, kazi wa binti wa mfalme. Mama, wakati unapolea jamii, chunga maneno ambayo utakuwa ukinena. Na tumeambiwa hivi asubuhi, chunga maneno ambayo utakuwa ukinena. Kuna mama mwingine nilikuwa mahali, akakimbia, kulikuwa masaa ya 6:30, akakimbia mahali ninafanyiaga kazi. Alitolewa kwake mbio, akakimbia akakuja akaingia. Mama yake akamwambia, "Juu umeingia hapo, mimi nimeachana na wewe, nimekusamehea."
Wacha nikuambie, tumeambiwa na mama yetu ya kwamba sisi wa mama tunaongeaga maneno, na tukiongea maneno inafuata watoto wetu, waume wetu, inawafuata hiyo tunaongea. Wamama wakiwa katika salon, hata mimi naendaga salon. Tukienda salon nitukoragwo na turugano tuingi, tunaongeaga maneno mengi, na nadhani wasee hawasikii hii. Hata ufasie usisikie hii. Tukienda salon tunaongeaga sana. Wakati huyo mama alikimbia, nilimwambia mama fulani mapema hivi, akaniambia unajua aliniambia nini? Mimi sitaishi nikilea mamba, ndikorera mamba ngoro icoke kandia. Nani unaita mamba? Sitalea mamba ngoro ndimetwire igie na hinya ikandia. Mimi nilisikia kushuka chini, nilisikia kuanguka chini. Unajua wamama wacha niwaambie, ukitaka iwe mamba itakuwa. Umeambiwa wewe ndiye utakaye mchunga, wewe ndiye utakaye mlinda, wewe ndiye utakuwa pamoja naye. Mamba ngoro, wewe mamba ore gikara nyumba gikati okorwo i mamba, ongerero na mamba, mungekuwa huko mtoni na mamba mkae nayo huko kama hiyo ni mamba. Bwana atusaidie. Wacha turudi kwa neno letu. Huyu mama ambaye binti mfalme alienda kuoga akaona mtoto, wakati aliletewa ile kikapu alipendezwa na yule mtoto, na lile neno mama yake mtoto alinena ndio binti mfalme alinena. Na kijakazi wake ambaye alienda kulete mtoto pia na yeye alisema. Kwa hivyo atumia, wakati tunalea jamii, chunga maneno ambayo unayosema. Angalia maneno ambayo unaongea kuhusu watoto wako. Mwingine anaweza goga mtoto na wasee hawasikii, na ukimuona hana dhoguo we. Saa zingine baba anaendaga vile anaendaga, na hiyo utaipata kwa mtoto wako siku yenye itafika hiyo, kwa sababu ni wewe ulipanda. Kwa hivyo kuanzia leo wacha tubadilike, tuanze kuuba mambo mapya kwa jamii zetu, kwa familia zetu, kwa wale ambao tunakaa pamoja na wao. Wacha waume hawa tuwalinde, si kwa maneno mabaya, lakini ni kwa maneno matamu. Tuangalie mwanamke mwingine katika Biblia ambaye alijua kulinda jamii yake. Kuna huyu mama ambaye ninampenda sana, ameandikika katika Biblia, anaitwa Zipora. Zipora, hii ni habari ya Musa tu. Tutaangalia uangalie mwanzo wa Musa, tupelekane hivi tufike kwa Zipora. Zipora ni mwanamke ambaye Musa alioa baada ya kuwa mtu mkubwa, na safari ya Musa mnajua vile alipelekana na Mungu. Baada ya Musa kuwa mtu mkubwa, na kwa sababu mamaye alimnenea tangu akiwa mdogo ya kwamba ni kitu kizuri, Biblia inasema hivi katika hiyo Exodus chapter 4 verse 24. Biblia inasema hivi kutoka ine mstari wa 24. Biblia inasema ya kwamba ndipo walipokuwa jiani mahali pa kulala, Bwana akakutana naye akataka kumuua. 20:25. Ndipo Zipora akashika jiwe gumu lenye makali na kulikata govi ya shungu la mwanawe na kulibwaga miguuni pa Musa, akasema, hakika wewe ni bwana wa harusi wa damu kwangu, jina la Bwana litukuzwe. Huyu ni mama ambaye anajua kulinda jamii. Ilifika wakati licha na kwamba Musa alikuwa mtumishi wa Mungu, ilifika mahali akakosana na Mungu wakiwa katika safari yao. Na Biblia inasema vizuri ya kwamba, naona muda wetu umesonga, ninamalizia. Na Biblia inasema vizuri ya kwamba huyu mwanamke ambaye anaitwa Zipora alifanya jambo ambalo kulingana na desturi halijawahi fanyika. Kwa hivyo wakati unalinda jamii mama, kuna mambo mengine
ambayo utakuwa ukifanya ambayo sio ya kawaida, lakini si ya kwenda kwa kabwele, ni ya kwenda katika magoti. Katika magoti, wacha nikwambie, mimi nasema hivyo kwa sababu ninajua na ninaelewa. Katika magoti hakuna mlima uwezi panda. Katika magoti mama, hakuna jambo haliwezekani. Katika magoti mama, hakuna kitu na hakuna mlima huwezi songesha. Jina la Bwana litukuzwe. Sipora alifanya jambo lisilo la kawaida. Neno linasema ya kwamba, nikiangalia katika Biblia, hata Mungu wetu wa mama wale alikuwa anatumia ni wamama ambao walikuwa wa haraka kuchukua hatua wakiona mambo imefanyika. Aya mali thafarini, shosho Musa na Zipora mali thafarini, na mwana wao nigothie mathiaga no olemwe katika roho, kwa sababu Mungu alikuwa ananena na Musa, hakuwa ananena na Zipora, alikuwa ananena na Musa. Katika hii safari, Zipora katika roho akajua ya kwamba kuna kitu ambayo hakiendi vizuri katikati ya Mungu na Musa. Akajua ile kitu nitafanya jambo ambalo halijawahi fanyika. Nitachukua ihigare ya nyaige shosho. Ndio alitumia akafanya hiyo kazi alifanya. Na akachukua hiyo gomvi ya shungu la mwanawe na kulitupa, na akamwambia Bwana, akaambia mume wake, wewe ni bwana wa harusi wa damu kwangu. Jina la Bwana litukuzwe. Alijua na akafahamu ya kwamba hapo tumefika. Kama sitasimama kama mama nianze kusema Musa ndiye aliitwa, hapa tutaangamia sisi wote. Kwa sababu kama Musa ageuliwa na Mungu, wageachwa jangwani, hawana cha kwenda, hagerudi kwa baba yake Jethro, agewachwa na watoto. Lakini kwa sababu alijua yeye ni mlenzi wa jamii, alisimama na akatoa hiyo sacrifice kwa haraka, naye Mungu akasikia dua na maombi yake, hakuuliwa. Jina la Bwana liinuliwe. Kuna mwanamke mwingine katika Biblia ambaye na yeye ninampenda, anaitwa Abigail. Abigail alikimbia haraka wakati mume wake aliambiwa ya kwamba atauliwa. Wamama mnajua mume wa Abigail. Hiyo itakuwa tukisema kwa ushirika wa wamama, sio ya hapa. Mume wake akaambiwa ya kwamba, Daudi akatumana akasema, huyu mtu hanitabui mimi kama mfalme, hanitabui ya kwamba nimelinda mali yake, nitamuua pamoja na jamii yake. Nejokageria Ngai ngatho ni undu wa andu aria me matu ma kuigua. Nashukuru Mungu kwa sababu ya wale watu wakano masikio ya kusikia. Kijana mmoja ambaye ni mtenda kazi wa Abigail, yeye ndiye alisikia Daudi akisema vyenye atafanya jamii ya Abigail. Naye Abigail akakuwa wa haraka kukimbia kuokoa jamii yake. Akakuwa wa haraka kukimbia kulinda watoto wake na uzao wa tumbo lake. Jina la Bwana litukuzwe. Wamama, si toshiana shito tu kumenyerera. Si watoto wetu tu peke yao tutalinda, sio wazee wetu tu tutalinda, lakini tumeitwa ili na kanisa la Bwana tuweze kulilinda, na tusimame na kanisa la Bwana ili kazi ya Bwana inawiri na iendelee. Haleluya. Ukiangalia katika Biblia, neno la Mungu linaendelea kusema ya kwamba kuna wanawake ambao walienda wakati Yesu alikuwa mahali alikuwa akisulubiwa msalabani. Biblia inasema Yesu kuambia ya kwamba wasimulilie. Aliwaambia hivyo kwa sababu alijua ya kwamba maisha yao ya baadaye watahitaji kusimama katika mwanya na kulea jamii. Wacha katika nyumba hii tupate Sifra na Pua ambaye atakuwa atahekimishwa na kusimama vizuri na kuendelea kufanya kazi ya Bwana wakati huu kugali mchana, na kanisa la Bwana litasimama, na ninajua ya kwamba tutafurahia pamoja na watoto wetu. Bwana wa uzima awabariki.